Wachimbaji wadogo wadogo wa dhahabu katika mgodi uliopo kijiji cha Lushimba wilaya Nyangwale mkoani Geita wameomba serikali kuingilia kati mgogoro unaendelea kati yao na mmiliki wa leseni ya mgodi huo. Wachimbaji hao wamesema wamekuwa wakifanya shughuli za uchimbaji katika eneo hilo tangu mwaka 1997 bila migogoro, lakini mmiliki wa sasa wa leseni amekuwa akizua migogoro ya mara kwa mara, hali inawatia wasiwasi na kuwafanya washindwe kuelewa hatima maisha yao. Sasa changamoto hapa ambayo imekuja kutukuta hapa, mwekezaji nani ambaye anaitwa Baraka. Imefika 2025, tulikuwa tuna 2025 akatuitisha kikao kwamba nataka niongeze asilimia iwe 5 kwa 5. Tukamwambia hamna, 5 kwa 5 inatumiza, tunavuta maji tunacholonga, hiyo itakuwa kazi ngumu. Angalau tuwekeze tu iwe 4 kwa 6. Hiyo ilikuwa mwezi wa kwanza tarehe 10 hivi, wakasema tumsimamishe kwanza kazi. Baada ya hapo akasemaje, subirini baada ya Jumatatu tutawaambia mrejesho. Ifika kweli Jumatatu akatuambiaje, inatakiwa zibaki dola 13, dola zilikuwa 164, zibaki dola 13. Tukauliza kulikoni sasa? Kuna utaratibu wa manager, tumeambiwa hivyo sisi na wakurugenzi, manager wanasema hivyo. Imefika hiyo tarehe, akasemaje kila dola itoe milioni 5 ndio peli za kuchimba. Wengine tukakoswa nguvu ya kutoa hizo milioni 5. Dola zikawa zimefungwa zile zingine. Kabaki kama dola 13. Ilipofika dola 13 hizo tarehe 9 mwezi wa 4 wakaweka tangazo tena kwamba na dola hizo 13 tumeshazitoa kwenye mfumo. Mmiliki wa leseni anataka achimbe yeye kama yeye. Walikuja mkuu wa wilaya, alipokuja mkuu wa wilaya hakutupa ushirikiano. Mkuu wa wilaya alikuja na msafara mkubwa wa magari. Cha maajabu, mkuu wa wilaya alisimama kwenye duara moja na kurudi kwenye gari. Hakutaka mazungumzo na sisi. Baadaye akatuambiaje, njoni kwa ofisi yangu ya mkuu wa wilaya. Tulienda kwa mkuu wa wilaya pale. Tulipofika, cha maajabu, tulipoingia kwenye ukumbi tukawaambiaje, yaani hapa mnaotakiwa kubaki ni watu 13, dua zingine hazitambuliki. Tukahoje kwa nini hazitambuliki wakati hizo dua zilikuwa zinatoa mlahaba wa serikali, mnachukua mwekezaji na nyinyi wa idara mnachukua, kulikuwa tena dua hizo mzitambui. Mimi na usalama wa kutosha na polisi na jeshi na usalama, tokeni kwenye ukumbi, mita 100 mmetoka. Na kwa hiyo tukatii. Tulikuwa tunaiomba serikali itusaidie, tufanye sisi na ituombee kwa mwekezaji, tufanye naye kazi. Yaani baada ya kutolewa hapa sisi tahasirika, yaani tumekopa mikopo benki. Alafu ikizingatia mle kuna mwe tumecholonga zile dola zingine zimeshacholonga, kuna milipuko mle chini. Yaani kuna watu wamekopa, tumefunga madola, tumemaliza kufunga madola, tukatolewa. Yaani hapa inatuumiza. Serikali tunaiomba itusikilize. Serikali ya Mama Samia ni serikali sikifu. Mgodi ule umesababisha kusomesha watoto wetu, umetufanyia shughuli nyingi za majumbani kwetu, kwa sababu huo ni mgodi mama wa kijiji. Kwa kweli mgodi ule unatusikitisha sana tunapopata mdia mwenyewe anakuwa hana mwelekeo wowote. Kwanza kijiji hajasaini, kitongoji ndani yake hajasaini, na anadai kuwa yeye ana leseni. Tumekaa naye hivyo, mara anatubabaisha, sasa tarehe fulani, tarehe 1 mnaondoka. Na tarehe 1 ile ikifika hana wazo lolote isipokuwa kujaza maaskari pale. Masikitiko yetu makubwa na ya muhimu, sio tunataka tu kijiji chetu asikibuku mwenye leseni. Maana sisi hatuna shida ya kufukuzwa na mtu mmoja. Yeye anavyotudai sisi ni wapangaji, yeye ndiye mpangaji, maana amekuja akatukuta. Ombi langu mkuu wa mkoa atakapokuja, tunahitaji kilio chetu akisikilize tena kwa makini sana, na tuone sisi akina mama tunavyohangaika. Tuna mambo mengi tuliyoyafanya kupitia ule mgodi. Kwa sasa tuna shule shinikizi ambayo inaendeshwa ujengaji wake kupitia ule mgodi, lakini sasa umesimama kwa ajili ya matatizo haya ya kwa kila leo tunaambiwa hili mara wakatazo watu kwenda kufanya kazi. Wananchi wanaofanya kazi hapa ni wakina mama na vijana, wakati almost ni watu kama 2800.
lakini hao ni wakazi wa kijiji cha Lushimba, kitongoji cha Nyamarapa. Lakini kuna vijiji jirani ambao kuna Rwabakanga, kuna Nyamikonze, kuna Namba 9, kuna Kafita kwenye kata yetu, kuna Bumanda, kuna Kayenze. Yaani ukijumulisha kabisa wanufaika wa mgodi huu wanaoleta mboga, kuni, viazi, mihogo, vitu vingi. Yaani unaweza kukuta watu wanufaika wa mgodi huu wako kwenye 7,000 au zaidi ya 7,000. Yaani huu mgodi wewe fikiria, toka 97 leo unaenda miaka 30 kiongozi. Watu waliozaliwa na huu mgodi umenufaisha watu wangapi kutoka mwaka ule? Paka sasa hapa kuna hatari ya watu kulala na njaa. Kuna hatari wa watu kuiba. Kusema kweli huu mgodi ni mama ya migodi ya ukanda huu. Kabisa. Toka kwenye pofukuzwa Bulyanhulu paka wale huu mgodi umekuwa mama sana ukanda huu. Tunaomba lile neno utu lifanye kazi yake. Tunaiomba serikali, Mheshimiwa mama yetu Samia Suluhu Hassan atusikilize kilio chetu. Tunateseka watu wa Lushimba, kitongoji cha Nyamarapa. Kufukuzwa mgodi huu ni madhara makubwa. Ni mwenye leseni kuhitaji afanye kazi yeye kama yeye. Tusishirikiane naye. Wakati anaingia hapa tulikuwa tunalipa stahiki zake zote. Yaani ni 4% alikuwa anachukua, sisi tunabaki na 6%. Tukasema hakuna shida. Lakini sasa amekuja kubadilika na kusema tuondoke. Tena bila hata malipo. Huu mgodi uko kwenye Nzengo. Tuliuanzisha sisi wenyewe wana Nzengo. Na kama unavyoona maeneo haya yote ni makazi ya watu. Yote ni makazi ya watu. Kuna hatari ya kuja kuchoma watu wengi sana. Wamebadilika na kuhamia kwenye makundi ya wizi. Tunaiomba sana serikali. Ilikuwa lashi kama unavyojua lashi zilivyo. Tumefanya kazi baadaye 1998 akaja Tankani surveyor. Tankani amekuja akaanza kusurvey, tukiendelea kuchimba tukafanya naye kazi mpaka miaka 21. Tankani ikaonekana ile leseni lake limeondolewa kwenye mfumo. Tukaendelea kufanya kazi tu. Hapa sasa tukao tunasikia 2019 kwamba kuna leseni limekatwa, kuna mtu anatafuta leseni. Mwisho wa siku 2025 hapa tukaona amefika. Anasema kwamba hili leseni langu, akaweka na sheria zake ambazo ndo hizo ninazozisema za 4%. Tukakubaliana naye kwamba haina shida, waacha tufanye kazi. Lakini cha ajabu, mwezi wa 3 akaweka mabango kwenye maduara kwamba waondoke hawa watu. Tukarudi kuikimbilia serikali, kuipigia magoti kwa hekima na taazima kabisa. Tunaendelea kuomba serikali tuangalie na ituhurumie. Ni masikitiko makubwa vitu ambavyo tulivyofanywa na mwekezaji wetu wa mgodi wa Nyamarapa. Wachimbaji tuseme toka mwaka 1997 wao ndo walifanya utafiti wakavumbua dhahabu zilizokuwepo hapo kwenye kijiji cha Nyamarapa. Siku zimeenda, mwisho wa siku kufikia mwaka 2025 akajitokeza mwekezaji alikuwa akizungumza kwamba ndiye miliki wa leseni. Tulianza kulipa stahiki zake vizuri, lakini pia wachimbaji hao ndio waliovumbua hapa, na mpaka saa hizi imefikia hatua mmiliki wa leseni anataka waondoe bila fidia yoyote. Hivyo sisi tunaiomba serikali, tunamuomba mkuu wa mkoa, kwa sababu swala hili tulishawahi kufika kwa mkuu wa wilaya akutusikiliza. Tunamuomba mkuu wa mkoa swala hili ajaribu kuliangalia kwa kina, wananchi hawa tutakapoondolewa tutaelekea wapi. Lakini pia wachimbaji walioko tu hapa, wamiliki wa maduara ni walishakopa na mikopo benki, mikopa mahela benki kwa ajili ya kuziendeshea hizi shughuli za uchimbaji. Wamepambana, wamevuta umeme kwa ajili ya kurahisisha namna ya kuziendesha kazi zao. Leo anakuja mwekezaji anakuja kutuondoa maduara yana miaka zaidi ya 20. Tunaondolewa. Mimi nifikiri tu kwamba niombe serikali iangalie kwa jicho la pili. Mgodi huu unategemewa na watu wengi sana. Lakini pia tunaenda kuziweka hatarishi hizi familia ambazo zilizokopa mapesa benki. Hawa watu wanaenda kufungwa. Mheshimiwa mwandishi wa habari, tunamuomba Mheshimiwa mkuu wa mkoa swala hili ikibidi alifikisha kabisa kwa waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde. Tuna viongozi wa chapakazi, tuna waziri mkuu, swala hili aliangalia kama mtendaji mkuu wa serikali ni jinsi gani atatusaidia wananchi wa kitongoji cha Nyamarapa.
Huyu mwekezaji huyu anayelalamikiwa sijamfahamu vizuri, kwa sababu mpaka leo hajaripoti kwenye ofisi yangu kama mwenyekiti. Maana watu wanaoripoti ofisini mwangu wanapata mitasari ya wajumbe wa serikali ya kijiji, lakini huyu sina habari na mapokeo yako yalifanya mwaka gani, mimi sielewi. Naweza nikataja awamu zangu. Awamu za nyuma nilifanya awamu 3, lakini sijapata ripoti la mwekezaji kama huyu. Nikapumzika tena miaka 5. Nimeingia tena mwaka huu, uchaguzi uliopita huu. Nimefanya kazi leo mwaka wa pili huu, lakini sijaripotiwa na mwekezaji kama yule. Wale wawekezaji wengine kama wenye maplanti tayari wamesha ripoti, lakini mimi huyu naweza nikasema uongo.